You have to leave and to stay with mommy. Kama unatumia mitandao ya kijamii, nafikiri hii sio mara yako ya kwanza kuona video hii. Don't cry. Miezi michache iliyopita, video hii ilisambaa kwa kasi sana. Msichana huyu anaitwa Rosie, ndiye anayewatunza watoto hawa. Mkataba wake ulipoisha, alitakiwa kurudi nyumbani. Lakini alipokuwa njiani kuelekea uwanja wa ndege, jambo la kushangaza lilitokea. Watoto waliokuwa akiwatunza hawakuweza kumwachia aondoke. Watu waliokuwepo uwanja wa ndege walirekodi video hii ya kuagana kwa hisia kali. Video hiyo ilisambaa kote mitandaoni, na kila mtu aliyeweza kuitazama video hiyo alipata hisia kali, na mwisho wa siku wengine hata kulia kabisa. Watu wengi wakawa wanajiuliza ni kitu gani msichana huyu alikuwa akiwafanyia watoto hawa hadi wakampenda kiasi hiki. Wakati huo Rosie alikuwa akirudi nyumbani kwao nchini Kenya, lakini kwa sababu ya upendo mkubwa wa watoto hawa kwake, hakukaa muda mrefu aliweza kurudi tena Lebanon kwa ajili ya watoto hao. Nilipoiona video hii, msichana huyu alinivutia sana na nikawa na hamu kubwa ya kutaka kukutana naye pamoja na watoto aliokuwa akiwatunza. Nilipokuwa najitayarisha kwenda kuwasalimia huko Lebanon, nilishangaa sana kusikia kwamba tayari alikuwa amesharudi Kenya. Ndio maana nilichukua ndege kuelekea Nairobi kumtafuta mdada huyu ambaye alikuwa akifanya kazi za ndani na aliyejizolea maarufu mkubwa sana. Aliishije huko Lebanon? Watoto aliokuwa akiwatunza waliwezaje kumpenda hata zaidi ya wazazi wao wa kweli? Leo yuko Kenya, lakini je, atarudi tena Lebanon? Tulimtembelea ili kumfahamu kwa undani zaidi, na hii ndiyo hadithi yake. My name is Roslyn Atieno Oyola. Jina langu ni Roslyn Atieno Oyola. Nilizaliwa katika mji mdogo uitwao Asembo, huko Kanyigoro. Mji huo ulioko katika kaunti ya Siaya, eneo linaloitwa Bondi. Na hiyo ni tarafa ndogo sana. Katika ukuaji wangu, nililelewa katika familia ya baba mwenye mke zaidi ya mmoja. Baba yangu alikuwa na wake wawili, ambao alikuwa ni mama yangu akiwa na mke mwenzake. Hivyo basi, katika familia yetu tulikuwa watoto watatu upande wa mama yangu, yani mimi, dada yangu na kaka yangu. Na upande wa mke wa kwanza walikuwepo watoto 6. And in the first house there were 6. Growing up, katika maisha yangu nimempoteza baba yangu nikiwa na umri wa miaka 9. Jambo lililosababisha nitengane na ndugu zangu pamoja na mama yangu. Mama yangu aliolewa tena na kuhamia katika familia nyingine. Hapo ndipo nilipopoteana kabisa na mama yangu. Hatukuwahi kuwasiliana tena. Hivyo nilikuwa peke yangu nikiwa na bibi yangu tu. Up alone with my grandma. Nilisoma katika shule ya msingi Inoboi. Nilifanya mtihani wangu wa KCPE mwaka 2013. Na hapo ndipo nilipopata mimba nikiwa na umri wa miaka 14. Pregnant the age of 14. Na baada ya hapo nikaanza kuishi maisha yangu nikiwa kama mzazi mwenye umri mdogo. Wakati huo nikiwa na umri wa miaka 14, nilikuwa nikipitia changamoto nyingi sana. Nilikaa nyumbani kwa mwaka mmoja. Baadaye nilianza masomo ya sekondari mwaka 2015. Nikaendelea hadi kidato cha pili. Nilipofika kidato cha pili, kiukweli hakukuwa na pesa kabisa nyumbani. Hivyo ilinibidi niache shule. So I had to drop out of school. Kwa bahati nzuri, kaka yangu aliweza kunisaidia fedha, nikasoma kozi ya kompyuta, na hiyo ikaweza kunisaidia kugharamia mtoto wangu kwenda shule. Japokuwa ilikuwa ni ngumu kidogo. Nilijikuta nikifanya kazi kwenye duka la huduma za mtandaoni, yani cybercafe, huku nikitafuta fedha za kumsomesha binti yangu na pia kujikimu mimi mwenyewe kimaisha. In a cybercafe and making money to study to educate my daughter and also manage my life. Katika kipindi hiko nilikutana na mvulana ambaye nilifunga naye ndoa mwaka 2017. Tulipokutana mwaka huo, hatukukaa sana kwa muda mrefu, nikapata mimba ya mtoto wangu wa pili. Maisha ya ndoa yalikuwa mazuri sana, na hiyo ilikuwa ni miaka ya mwanzoni, lakini matatizo yalianza baada tu ya kupata mimba ya pili. Mwaka 2019 matatizo yalizidi. Ndoa ikawa na mizozo na mateso. Ilikuwa ni hali ngumu sana kwangu. Nilikuwa na rafiki yangu fulani hivi, alikuwa akizungumzia sana kuhusu masuala ya kwenda Saudi Arabia kufanya kazi. Wakati nilipokuwa nikifikiria swala hilo, nilikumbuka watu wengi walikuwa wakisema kwamba ukienda Saudi Arabia, kifo kiko nje. Kiukweli nilikuwa nikisikia habari mbaya sana kuhusu Saudi Arabia, lakini habari hizo hazikuweza kunizuia kuhusu kuwaza kwenda kufanya kazi nchi za Kiarabu. Nilianza kupambania dokumenti, jambo ambalo lilichukua karibu miaka 2 na miezi kadhaa hivi. From going to Arab countries, so I started processing my documents, which took almost like 2 years.
2 years and some months. Ilikuwa ni ngumu sana kufanya maamuzi kwa sababu kulikuwa na watu wengi sana waliokuwa wakiniambia kwamba usiende nchi za Kiarabu, utakufa huko. Lakini ilibidi niende kwa sababu nilikuwa natafuta maisha bora kwa ajili yangu na kwa ajili ya watoto wangu. Na wakati huo nilijua kabisa ndoa isingeweza kunisaidia kivyovyote vile. Hivyo nikasema sitarudi tena kwenye ndoa hiyo. Na hapo ndipo nilijikuta nikienda Lebanon. Siku zote upendo wake kwa watoto ulikuwa wa ajabu sana, lakini alipokutana na Maria na Kataria ilikuwa kama kufuli na funguo yake. Kwa kiasi fulani watoto hawa walimpenda kana kwamba ni mama yao mzazi. Speaking about Lebanon has been a good country to me because the Nikizungumzia Lebanon imekuwa nchi nzuri sana kwangu kwa sababu familia ile ilikuwa na upendo mkubwa sana kwangu. Walinichukulia kana kwamba nilikuwa ni mwanafamilia mwenzao. Tangu siku ya kwanza nilipoungana na familia hiyo, niliweza kuona maana halisi ya upendo. Nilikwenda Lebanon kufanya kazi za ndani, na maanisha kufanya usafi wa nyumba na kazi zote za hapo nyumbani. Nilikuwa na bahati sana kwa sababu tulikuwa Waafrika wawili tu ndani ya nyumba hiyo. Hivyo tulikuwa tukisaidiana. Nilipofika kwenye nyumba hiyo, kulikuwa na wasichana wawili wadogo ambao ni Mariane na Katalia. Mimi sikuajiriwa kama yaya, niliajiriwa kama dada wa kazi za ndani tu, nje na watoto. Unajua, ukienda nchi za Kiarabu wanakuangalia kwanza, wanatenga muda wa kukuchunguza kwanza, kukuona jinsi unavyoweza kureact kwa watoto, huruma yako kwa watoto. Na hapo ndipo walipoanza kujua tabia zangu. Wakati nikiwa nafanya kazi kama dada wa kazi za ndani tu hapo nyumbani, kulikuwa na dada mwingine aliyekuwa na watunza watoto. Sijui nini kilitokea, nikajikuta nimegeuka kuwa yaya. Hapo ndipo safari yangu ilipoanza, nikawa kama yaya. Started as a nanny. So before I was given this work as a nanny, kabla sijapewa kazi rasmi ya kuwa yaya, nilikuwa nikicheza na watoto. Nilikuwa nikipenda kuwafurahisha sana hao watoto. Mara nyingine nilikuwa nikiwabadilisha nguo zao, jambo ambalo halikuwa sehemu ya kazi zangu, lakini nilikuwa nikifanya kwa upendo tu. Unajua, nilipokuwa naelekea Lebanon, tayari nilikuwa nimeshazoea watoto wangu, kucheza nao na kufurahi nao muda wote. Na hapo nilikuwa nina mtoto wangu ambaye alikuwa na miaka 2 tu. Hivyo aliponikabidhi watoto wao, nilijihisi kama nipo karibu sana na wanangu. Nilikuwa na watunza kana kwamba ni watoto wangu wa kuwazaa, na naamini hapo ndipo upendo ulipoanzia. Mara ya kwanza nilipomaliza mkataba wangu ilikuwa ni Oktoba mwaka 2013 Oktoba. Siku ile alipoamua kuondoka kurudi nyumbani Kenya, video ya kugusa mioyo ilirekodiwa ikionyesha uhusiano wa dhati kati yake na watoto waliokuwa wakilia na kumsihi asiondoke. Tukio hilo la kihisia lilienea sana na kuwagusa watu duniani kote. So me reaching my time to go, I just prepared. Nilipofikia muda wa kuondoka, nilijitayarisha kwa ajili ya kusafiri. Kwa kweli sikuwahi kudhani kwamba watoto hao wangekasirika kiasi kile pale airport. Nilipatwa na hisia kali sana, yaani mpaka nikachanganyikiwa. Nilihisi vibaya kama mzazi, na kwa upande wao walikuwa hawana hatia kabisa. Kilio chao kilinifanya nitamani kurudi. Kiukweli machozi yalikuwa yakinitoka, na nilitamani kurudi ili wajue tu kwamba sikuacha kwa nia mbaya. Unajua, walikuwa ni watoto Na hata kabla sijavuma au kujulikana mitandaoni, tayari nilikuwa nimeshakubaliana na mama yao kwamba nitarejea. Nililazimika kurudi kwa sababu kilio cha watoto wale kilikuwa kikinirudia kichwani kwangu kila wakati. Nilihitaji kurudi kuendelea kuwatunza. Nilikaa Kenya kwa miezi 6 tu, lakini kutokana nilikaa mbali nao kwa muda, nikafikiri ule upendo wao labda ungepungua kwa sababu walikuwa wanaishi na yaya mwingine. Nilidhani mambo hayotokuwa kama mwanzo, lakini kwa bahati mbaya niliporudi, upendo wao ulikuwa mkubwa zaidi kuliko mwanzo. Nilikaa miezi 6. Katika kipindi hiko nilipitia changamoto nyingi sana. Watoto wangu unajua walikuwa bado ni wadogo. Hawakujua kwamba mama yao yuko mbali nao kwa sababu ya kufanya kazi. Mtoto wangu wa kwanza sasa anafikisha miaka 14. Anajua vizuri sana kwamba mama yuko nje akifanya kazi, lakini bado ni binti na alikuwa anahitaji upendo wa mama akiwa karibu. Anaingia umri wa kubalehe, kipindi cha changamoto na vishawishi vingi. Changamoto anazopitia kama msichana zilimfanya nipigie simu mara kwa mara, huku akisema, "Mama, nahitaji urudi huku, nataka uishi na sisi hapa Kenya." Nikawa namuuliza, "Kama kuna kitu chochote unataka nikununulie labda, naomba uniambie." Lakini yeye alikuwa akijibu kwamba, "Hapana mama, mimi nakuhitaji tu wewe uwe hapa." Na nilipokuwa nikiongea nao kupitia video call, kabla hata hatujamaliza maongezi, walikuwa wanaiacha simu na kuondoka, wakiashiria kwamba wamekasirika.
kuathirika, na hilo lilikuwa likinivunja sana moyo wangu, kwa sababu hawa watoto niliokuwa nikiwatunza Lebanon nilikuwa na wajali sana, lakini wao walikuwa na mama yao pamoja na baba yao. Na hapo ndipo nilipoamua na kusema kwamba nitarudi nyumbani kwa ajili ya binti zangu, maana hawana mama mwingine zaidi yangu. Kiukweli watoto wangu hawakuwa na mtu mwingine isipokuwa mimi, kwa sababu mimi ni mzazi wao na kila kitu ananitegemea mimi, kama vile ushauri, malezi na vitu vingine kama hivyo. Nililazimika kupima kati ya pesa na familia yangu. Nikaamua kuacha kazi kwa ajili ya familia yangu, si kwa sababu nina pesa nyingi au nitawasaidia maisha yao yote, bali nilihitaji kuwa nao karibu ili wapate malezi na upendo wa mama na niweze kutuliza mawazo yao, kwa sababu pesa haziwezi kununua kila kitu. Money can't buy anything, everything. Kama ningesubiri miaka miwili nimalize mkataba wangu kisha nirudi na pesa nyingi, huenda ningewakuta hata wameshaharibikiwa. Unajua, nilizaa nikiwa na miaka 14, hivyo binti yangu alikuwa ni mkubwa, na huenda vijana wangeanza kumdanganya, mwisho wa siku akamharibu. Unajua, wasichana mara nyingine tunachanganyikiwa, hasa tunapohitaji ushauri, na hilo ndilo lilonifanya nitake tu kurudi nyumbani. Najua watoto ambao nilikuwa nikiwatunza, yani Maria na Kataria, walivunjika mioyo sana, maana walikuwa wakinipenda sana na waliniamini sana. Walikuwa kulia kama mama yao, which is also breaking my heart. Jambo ambalo lilinivunja moyo wangu ni kwamba nilikuwa na watoto ambao walikuwa wakinihitaji sana, maana mimi ni mama yao wa damu, na wengine walikuwa wakinihitaji sana kama mlezi wao. Basi ikafikia wakati wa mimi kufanya uamuzi mgumu zaidi, maana kiukweli kilio cha mtoto wa kumzaa hakiwezi kulinganishwa na kilio chochote kile. Japokuwa kiukweli ni uzungumzie moyo wangu, sauti ya kilio cha watoto wangu na ile ya watoto ambao nimewaacha Lebanon ziliweza kugusa moyo wangu kwa namna moja au nyingine. Lakini mwisho wa siku ilinibidi nifanye uamuzi wa kuja kwa watoto wangu ambao niliwazaa. Mimi nilikuwa ni kama mama ambaye anajaribu kutengeneza maisha bora kwa ajili ya watoto wake. Kwa kweli watoto wa kule Lebanon walikuwa wananipigia simu sana. Nilizungumza nao juzi tu, siku 2 zilizopita, na walikuwa wakilia sana. Kwa hiyo kwa sasa sitaki kuwapa huzuni wala kumbukumbu za majonzi, ndio maana siwapigii simu mara kwa mara. Rosie hatarudi tena Lebanon. Badala yake anapanga kutumia uzoefu wake kuanzisha mradi wa kuwahudumia watoto ambao wazazi wao wako nje ya nchi kwa ajili ya kutafuta maisha. Okay, me as a mother who has the experience of being away from the kids. Nikiwa kama mama ambaye nina uzoefu wa kuwa mbali na watoto, ningependa kuanzisha mradi. Mradi huo utakuwa mahususi kwa watoto ambao mama zao wameondoka kwenda mbali nao kwa ajili ya kutafuta njia za kujenga maisha bora. Mradi huu unahitaji michango mingi na wafadhili wengi wa kutosha. Kama uko tayari kunisaidia ili niweze kupunguza machungu ya akina mama hawa wanaopambania watoto wao, au mama yeyote aliyoko mbali na watoto wake, tafadhali wasiliana nami. Nitaweka namba zangu mwenyewe, kwa hiyo utaweza kunipata kiurahisi. Tutashirikiana kuisaidia jamii na kuleta mabadiliko kwa akina mama hawa wanaoteseka. Kwa yeyote aliye tayari kusaidia mradi huu, unaweza kunipata kupitia YouTube kwa jina la Mama Rosie The Nanny. TikTok na Instagram natumia jina hilo hilo. Namba yangu iko kwenye chaneli yangu ya YouTube, Mama Rosie The Nanny. Maelezo yote yapo pale ili uweze kunifikia. Instagram, Mama Rosie The Nanny. My number is on my YouTube channel, that is Mama Rosie The Nanny. All the details are there for you to reach me out. I want you to know if you will care for me, how you... Sio rahisi kulea watoto wa watu wengine, hasa wewe mwenyewe ukiwa una wakwako ambao unapaswa kuwajali. Hata hivyo, Rosie aliwalea kama watoto wake mwenyewe. For any woman who is taking care of... Kwa mwanamke yoyote anaelea watoto wa mwanamke mwingine, najua ni jambo gumu sana. Wengi wetu hupitia hali ya kujiuliza, ninawatunza watoto hawa wengine na wakwangu huko nyumbani, je, wakoje? Huenda hawajala, sijui wanapitia changamoto gani. Lakini niseme hivi, fanya mema kwa sababu mema yanatoka moyoni. Na huenda unapofanya mema kwa namna moja au nyingine, pia unamsaidia mtoto wako ambaye uko mbali naye. Kama msemo unavyosema, unachokifanya kwa wengine ndicho utakachofanya. What goes around comes around, or what you do to others what you love others to do. Kwa hiyo watunze vizuri watoto wa wenzako na ujue kwamba unachofanya haupotezi bali unawekeza. Tenda wema kwa watoto wa wenzako kama ambavyo ungependa watendewe wa kwako. Kujitolea kwake hutufundisha kwamba tunapotoa upendo na kujali wengine zaidi ya familia zetu, tunaanzisha mnyororo wa wema unaogusa maisha ya wengi. Kwa hiyo, mara nyingine unapopewa nafasi ya kuwasaidia wengine, jifunze kutoka kwa Rosie. Onyesha huruma na ukarimu na uone jinsi utakavyopokea mibaraka.
Usisite kutuwekea komenti yako kutokana na kisa hiki. Asante kwa kutazama. Mimi ni Francis na hii ni Afrimax Swahili. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu.